napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu na kutuwezeshea. Pia mbunge wa jimbo la Masasi mjini ambaye ni Dr. Donald Akwilapo ambaye amepigana kwa kiasi chake kwa ajili ya kutuletea huu mradi. Najua ni mradi ambao umetoka mbali, lakini yeye ujio wake na uongozi wake umefanikiwa kufanikisha mradi huu kwenye kata yetu ya Sululu. Naamini ni mradi ambao utatunufaisha wakulima wadogo wadogo hata wakubwa, kuwezesha kupata kipato kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Jumla tunasema asante. Asante kwa serikali na uongozi mzima ambao umefikiria kutuletea mradi huu. Naomba nimshukuru ujio wa mradi huu, mradi mkubwa sana wa umwagiliaji. Huu mradi wa wananchi wa Sululu utatunufaisha vikubwa mno, hasa ukizingatia kipindi cha kiangazi wananchi wetu huwa hatukai tukafanya shughuli aina yoyote, tunazurura tu. Ujio wa mradi huu utasaidia kwa ajili ya umwagiliaji, kilimo cha bustani na vitu vingine vyote. Lazima nishukuru serikali kwa kutufikishia mradi huu, kwa sababu sio vijiji vyote ambavyo vimenufaika na mradi huu, ni vijiji 5 ndani yake Sululu ipo. Kwa hiyo tunashukuru serikali Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutufikishia mradi huu katika kijiji cha Sululu. Lakini pia naomba nimshukuru mwakilishi wetu Daktari Akwilapo, mbunge na waziri, kwa msukumo mkubwa alioweka, kwa sababu huu mradi umeanza siku nyingi, lakini kwa muda mchache kwa madaraka yake ameusukuma mpaka kuanza mradi huu. Kwa hiyo kwangu mimi ni faraja mno, anatupa matumaini. Asiishie mradi huu tu, naomba tufikirie kwa miradi mingine yote ambayo ipo hapa anaifikiria, atuhudumie wananchi wa Sululu. Kwanza kabisa napenda kuishukuru serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa kisima cha umwagiliaji. Tunashukuru sana wananchi wa Sululu kwa kutuletea kisima hiki, kwani kitatukimu kiuchumi, kwa sababu zamani tulikuwa hatuna mradi huu. Wakati wa kiangazi tulikuwa tunataabika sana kwa ajili ya miradi midogo midogo, lakini baada ya kutuletea hiki kisima cha umwagiliaji tutajikimu kimaisha, kwa sababu sisi wafanyabiashara ndogo ndogo tulikuwa tunaenda kuchukua mboga mbali Chiwata huko kuja kujikimu kwa ajili ya kujikimu kwa ajili ya watoto, kuwapelekea ada nini. Lakini toke aje waziri wetu ambaye mbunge wetu wa Masasi mjini ametusaidia sana kutuletea huu mradi, ametupigania sana, kwa sababu ulikuwa ni mradi wa siku nyingi, lakini baada ya kuingia yeye madarakani tumeupokea kwa haraka sana. Tunashukuru sana wananchi wa Sululu na kata kwa ujumla. Mimi kama kijana wa kata hii nimeshukuru na furahi kupokea mradi huu ambao tumeletewa kupitia Dr. Samia ambaye ni rais wetu na mbunge wetu wa jimbo la Masasi ambaye amepata bahati ya kupata uwaziri wa ardhi. Pia tunashukuru na kumwombea kila laheri, wajaliwe nguvu na afya njema ili kuendelea kututumikia. Shukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Samia Suluhu Hassan akishirikiana na mbunge wa jimbo la Masasi mji ndugu Akwilapo kwa fikira sahihi walizonazo za kutuletea mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Katika maeneo yetu ni moja kati ya sehemu ambazo hiki kilimo kilikuwa ni adimu sana, lakini kwa sasa tunashukuru kwa mradi huu kutufikia katika maeneo yetu. Tunawaombea fikira sahihi katika kuendelea kufikiri na miradi mingine ambayo itaweza kutuletea manufaa katika kata yetu na kuweza kuinulia kipato vijana katika maeneo yetu. Hivyo naahidi kushirikiana na mbunge wetu pia hata rais katika kuweza kulisukuma ili gurudumu na kuweza kuendelea kupiga kazi ya kufanikisha miradi katika maendeleo yetu. Kwa majina naitwa Habil William Fadhili, mimi ni mhandisi umwagiliaji wilaya Masasi. Hapa mbele yenu naona ni magari ambayo yapo kwa dhumuni moja tu, dhumuni la uchimbaji wa visima vya umwagiliaji. Visima hivi vinachimbwa na taasisi ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ambayo inasimamiwa na Wizara ya Kilimo. Lengo la shughuli hii au dhumuni la shughuli hii ni kutimiza dira ya taasisi yetu, pia ni kutimiza dira ya Wizara ya Kilimo na ile dira ya taifa na kumwezesha mkulima mdogo kuweza kujikimu katika shughuli zake ndogo ndogo
za kilimo cha kawaida. Kwa hiyo ndo maana tumekuja na mikakati ya kumwezesha yule mkulima mdogo kulima kile kilimo cha umwagiliaji. Na leo hii tupo katika halmashauri ya Masasi mji. Hiki ni kijiji cha Sululu, ndo tumeanza zoezi letu katika wilaya yetu ya Masasi, na lengo ni kumnufaisha yule mkulima hichi kijiji cha Sululu ambayo yupo katika hapa halmashauri ya mji aweze kunufaika na hichi kilimo cha umwagiliaji. Kwa lengo letu ni kumwezesha yule mkulima alime kuanzia kiangazi mpaka masika, ili tuondokane na ile adha ya ukosefu wa chakula, adha ya ukosefu wa mazao ya chakula ambao mkulima anapata shida, adha ya ukosefu wa mazao ya bustani. Kwa hiyo itamwezesha wakulima hapa wa kumwagilia au kutumia kisima hiki kwa shughuli za umwagiliaji bila tatizo lolote. Kwa tupo hapa kwa zoezi hili na lengo ni kutimiza yale ambayo rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anakiasa au anakiendeleza kukifanikisha mpaka pale 2030. Kwa tupo kwa ajili ya kutimiza ajenda yake na tupo kwa ajili ya kuitekeleza ajenda hii. Tuko hapa kijiji cha Sululu ikiwa ni mwendelezo wetu wa ziara za kuangalia na kukagua miradi mbalimbali ya kimaendeleo, ambapo hapa mbele yetu kuna mradi wa uchimbaji wa kisima ambacho zoezi hili linaendeshwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, ikiwa ni miongoni mwa sera na dira zao za kitaifa kuhakikisha kila sehemu unakuwa na wananchi ambao wanajishughulisha na kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo pekee nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi huu kwenye jimbo letu la Masasi mjini, ikiwa ni miongoni mwa ahadi zake za kuhakikisha kila mwananchi wa Tanzania anapata tabasamu. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa kusukuma mradi huu. Kwa kuwa mradi huu ilikuwa ni plani ya muda mrefu sana, lakini kwa muda mchache Mheshimiwa mbunge Dr. Leonard Douglas Akwilapo alipoingia amejaribu kuishawishi na kuisukuma serikali ili iweze kuja kutekeleza mradi huu ambao kwa namna moja au nyingine itawanufaisha sio wananchi wa Sululu tu. Nimeongea hapa na mhandisi ameniambia kuna sehemu zingine 5 za halmashauri ya mji wa Masasi ambao watanufaika na mradi huu, ikiwa pamoja na Mwenge Mtapika, ikiwa pamoja na Matawale, ikiwa pamoja na Mombaka, pamoja na Chanikanguo. Kwa wananchi hawa wataweza kujikwamua kwenye shughuli zao mbalimbali za kilimo na kujiinua kiuchumi. Wananchi hawa watalima matunda, watalima mboga na mazao mengine kama kilimo. Nimeambiwa hapa kuna takriban kama eka 40 ambazo zimetengwa kwa ajili ya kilimo hiki. Kwa hiyo naamini wananchi hawa wataweza kujikwamua kiuchumi. Lakini pia nimeongea na mhandisi ameniambia kuwa visima hivi ambavyo vinachimbwa kwenye halmashauri ya mji wa Masasi vitakuwa na uwezo wa kukava takriban lita 20,000. Hii ni neema kubwa sana. Kwa saa moja visima hivi vitakuwa na uwezo wa kutoa zaidi ya lita 4,000. Kwa hiyo tunaamini ile shida tena ya wakulima kulalamika kwamba kuna ukame mwingi hasa nyakati za kiangazi kwamba hawezi kujishughulisha na shughuli hizi za kilimo cha umwagiliaji, hiyo kero itakuwa imefutika. Kwa hiyo ni kazi ya wananchi sasa kusapoti juhudi za serikali, kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi mjini kwenye kazi zake ambazo anazifanya, hususan kuunda vikundi vidogo ambao watajihusisha kwenye hiki kilimo cha umwagiliaji.